Tumsifu Yesu Kristo. Mtakatifu Rita, zawadi ya upendo. Basi pamoja nami nimeambatana na frateri pamoja na padri. Nitaomba angalau tusikie majina na tusalimie. Karibu, tuanze na frateri. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mtakatifu Rita wa Kashia, zawadi ya upendo. Kwa majina naitwa Frateri Paulo Otto, ni frateri wa jimbo la Kigoma. Basi nipo kwa ajili ya likizo fupi, nimerudi nyumbani, nasoma huko Italia kwa Mtakatifu Rita wa Kashia. Basi katika likizo yangu nikapata nafasi ya kupata mahali pa kufikia na pa kupumzika, na namshukuru sana baba paroko kwa ukarimu. Basi hapa ninapita tu Dar es Salaam, najiandaa kwa ajili ya kwenda jimboni Kigoma kwa ajili ya likizo hiyo na utume. Nimefurahi pia kuweza kualikwa katika tafrija hii na nawapongeza sana. Mtakatifu Rita aendelee kutuombea. Asanteni. Mtakatifu Rita wa Kashia, basi na mimi kwa majina naitwa Padri Laurent Sixbert Komba au Padri Komba. Lakini natokea Dodoma, Komba wa Dodoma. Nipo Dodoma. Kwa hiyo wa Mbinga, nilitoka Mbinga. Sasa hivi nipo Dodoma. Mimi ni padri wa shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Capuchini. Mimi Francisco. Kwa hiyo kuna vyama viwili vya kitume baba paroko vilivyonigusa katika maisha, kimoja hapo ni hiki cha Rita Kashia. Cha kwanza moyo mtakatifu wa Yesu. Babangu alikuwa moyo mtakatifu wa Yesu, naye alisali sana. Tukawa watoto watatu. Katika wale watoto watatu miujiza iliyotokea. Wengine walienda kusoma sheria, baadaye wakaja kusoma mambo ya business, alafu baadaye wakaja. Mmoja akasema na mimi nataka kuwa padri. Kwa hiyo tuna sister mmoja na mapadri wanatakiwa wawili, mmoja bado ndo anakaribia kuwa padri yuko teolojia. Kwa watoto watatu. Lakini sisi tunaamini kwa sababu ya sala za baba yetu. Kwa hiyo chama kingine kilichonigusa ni hiki cha Rita wa Kashia. Mimi nawatakia moyo na ujasiri na moyo na uvumilivu, msichoke kama Mtakatifu Rita wa Kashia mwenyewe aliyepitia magumu afu akabaki imara. Kwa hiyo nimefurahi sana, mmependeza sana. Lakini huko kupendeza kusibaki nje, mpendeze toka ndani, sawa? Kwa hiyo muendelee kusali, afu muombee mapadri. Sawa? Msiache kuombea, msiache kutuombea. Kwa sababu tunapitia mambo mengi sana. Sio rahisi katika kazi yetu ya uchungaji, lakini kwa sala inawezekana. Kwa hiyo mtuombee kabisa. Kwa hiyo mwe na uvumilivu na ujasiri, lakini mzidi kuombea mapadri. Sawa? Hayo maneno yangu mawili. Nashukuru sana na nawapenda sana. Padri Paulo yeye nimeunganishwa naye kupitia padri ambaye tulipadrishwa pamoja. Kwa basi namshukuru, walau baada ya mashemasi kuondoka sikubaki mwenyewe. Lakini pia Padri Komba yeye nimesoma naye darasa moja teolojia kule Morogoro, na pia amekuja kusali pamoja nasi na kutusalimia. Karibuni sana. Mimi sina maneno mengi yameshazungumzwa, hayo tuyazingatie, tukianzia na kiongozi wetu Mama Angela Kesi, lakini pia kuna mwingine amezungumza mwenyekiti, kamati tendaji. Hayo yote tuyazingatie, kateri, padri na pia mwenyekiti wa chama katika parokia yetu. Kwa hiyo hayo yote tuyazingatie. Mama Angela yeye mimi nilimfahamu wakati niko shemasi. Nakumbuka Padri marehemu Padri Sabuni aliniunganisha naye wakati nahangaika kuandaa souvenir, ile kumbukumbu ya upadrisho. Kuna kapicha fulani na zile kumbukumbu, umepadrishwa lini, ushemasi lini, misa za shukrani. Kwa hiyo mama ndo alinitengenezea ile souvenir ile. Lakini baada ya hapo pia basi niliendelea kukutana naye katika maadhimisho. Nashukuru pia hiki ni kitabu changu cha pili amenipatia. Kuna cha kwanza naye ninacho. Kwa hiyo nashukuru.
kitu kikienda kwa mganga akirudi basi na mimi nitajua nitampatia mtu fulani kitamsaidia, au kitabaki pia hapa parokiani. Kwa hiyo nashukuru kwa zawadi hizi, na washukuru wanarita kwa zawadi mlionipatia. Mungu azidi kuwabariki. Lakini mimi tu niwaahidi kuwa pamoja nanyi katika utume huu, kama ambavyo wengi wamezungumza. Basi utume huu una wajibu wa kuufanya. Kwa hiyo kikubwa ni kutimiza wajibu, hautapoteza muda kwa lolote. Haya yote ambayo wajibu ambao unapaswa kuufanya, kushiriki misa takatifu, kuja kumwabudu Yesu wa Ekaristi, kusali, ukipangilia muda wako vizuri, yote utayafanya vema kabisa. Hautapoteza muda kwa lolote, na yale ambayo yanaonekana yameshindikana sasa ndio yataonekana marahisi na yatawezekana, sababu Mtakatifu Rita kama ambavyo tumesikia kwamba hakukata tamaa. Kwa na nyie muendelee kuwa na utii wa imani, kwamba ile imani mlionayo mpaka mkaingia katika chama hiki, basi muendelee kuwa waaminifu kwa imani hiyo mliokuwa nayo toka mwanzoni, na mtakatifu huyu azidi kuwaombea nyie, lakini pia nyie mwe chachu katika parokia yetu. Nilikuwa naongea na padri baada ya misa ya pili tulipotoka, kwamba nimetoka kuwapokea wanachama wapya na kuanzisha chama hiki katika parokia yetu. Tulikuwa tunazungumza kwamba katika parokia nyingi ambazo zimesimama vizuri, vyama vya kitume vina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo naombeni chama hiki pia kiwe na mchango huo katika kuhakikisha kwamba parokia yetu basi inaendelea kukua kiimani vizuri, na basi watu wakituona basi wavutike na tuwe mfano mzuri, watu wajifunze kutoka kwetu. Basi nisiongee zaidi, mwanzoni tulishabariki hivi mapaji ambayo tutayatumia. Kwa hiyo MC utuongoze tu katika hilo. Naona pia muda umeenda, wazee wetu wamechoka, njaa zinauma.